Bwana we, hiki ni kisa cha mvuvi anaitwa John ambaye alianza safari ya kuvua samaki kwa mashua yake ndogo, lakini baada ya kwenda umbali mfupi tu, jambo la ajabu linamtokea John. Hali ya hewa ilikuwa mbaya sana katika bahari na kulikuwa kuna dhoruba pande zote za bahari. Ukungu mzito ulienea na hakuweza kuona chochote kilicho mbele yake. Lakini baada ya muda mfupi kupita, akiwa kwenye ukungu huo, aliona boti kubwa sana kwa mbali, lakini cha kushangaza hakukuwa na mtu yoyote yule kwenye mashua ile. Alitaka kujua kilichokuwa kikiendelea, hivyo akaifunga mashua yake kwa kamba na akaingia ndani ya boti hiyo ili kuikagua. Alishtuka kuona kuwa hapakuwa na mtu yoyote, ingawa kila kitu ndani kilionekana cha kawaida. Kulikuwa na chakula safi na kila dalili ilionyesha kwamba hapa kulikuwa kuna watu, lakini hakukuwa na mtu yoyote katika boti hii. John alijaribu kuwasha injini ya mashua ile, lakini ilionekana kuharibika. Alijiuliza ni jinsi gani boti kubwa kama ile ingeweza kufika hapa peke yake, tena iko katikati ya bahari. Alifikiri labda miliki wake yuko karibu akivua samaki kwa mashua ndogo, lakini ukungu mzito ulimzuia kuona mbali. Alirudi kwenye chumba cha mawasiliano na kutuma ujumbe wa redio kwa makao makuu, na akasema kuna mashua imekwama baharini, kama kuna mtu ananisikia tafadhali naomba anijibu. Baada ya kutuma ujumbe huo, aliamua kurudi sasa kwenye mashua yake mwenyewe, lakini alipofika juu ya meli ile aligundua kuwa mashua yake imetoweka. Mwamba anachanganyikiwa kabisa, ingawa anakumbuka kuwa alikuwa ameifunga vizuri katika eneo hili. Anaangaza kila mahali, lakini wapi mzee? Baada ya kuikosa boti yake, John anashangaa kuona ukungu wote uliokuwa baharini umetoweka. Oho, tena anga ilikuwa safi kabisa. John alijua kuwa amesha yakanyaga kwenye boti hili la ajabu. Alijaribu kutumia ramani zilizokuwemo ili kuelewa alipo na jinsi ya kurudi nyumbani, lakini bara lingine ni kwamba injini ya meli hii ilikuwa imeharibika. Mwamba akakaa akawaza, kama anataka kuondoka hapa, basi kwa namna yoyote ni lazima atengeneze meli hii, maana boti yake haielewi ni wapi iliko na ilitoweka vipi. Hivyo akaanza ufundi wake bwana. Baada ya muda aliweza kuiwasha tena boti hii. Haya yalikuwa ni mafanikio makubwa sana kwake. Sasa mashua ilikuwa inafanya kazi, lakini alipojaribu kuwasiliana tena kwa redio hakupata jibu lolote lile. Alirudi juu ya mashua kuangaza kama atapata msaada, lakini ghafla kuna mtu fulani alimsukuma John na akamwangusha. Lakini mwamba aliyemsukuma John hakuonekana. Hatakuwa ni nani huyu? Lakini hata hivyo, kwa shida sana aliweza kujizuia kuzama kwenye maji na kurudi kwenye boti hii salama. Kwa woga aliokuwa nao John, hadi mkojo ulimbana na anaingia chooni. Akiwa chooni, ghafla mlango wa choo unafungwa kwa nguvu na mtu asiyejulikana. John hakuogopa chochote, kwani alifikiri labda ilitokana na upepo mkali wa baharini. Lakini alipotaka kufungua mlango, hapo ndipo bara lilipoanzia. Mlango ulikuwa umefungwa kwa nje. Sasa anajaribu kufungua mlango kwa kutumia sarafu, lakini wapi mzee? Hapo wasiwasi ulianza mjaa, akahisi labda kuna mtu ndani ya boti ile na ameamua kumsumbua tu. Mwamba akawa mpole na akaanza kuita msaada. Tafadhali, kama kuna mtu yoyote hapo nje, naomba nifungulie. Mimi sio mwizi, nilikuja kutoa msaada tu. Lakini licha ya kusema yote, hakuna mtu yoyote aliyemjibu John. Mwamba akaona bora aanze utundu wake sasa, tena kwa kutumia vifaa mbalimbali, lakini hakufaulu. Baadaye anaona damu katika kidro fulani hivi. Lilikuwa ni jambo la kutisha sana, lakini mwamba hajali wala nini, na anajaribu kufungua mlango tena kwa kutumia mkasi. Sasa kumbuka, boti hii ilikuwa kwenye mwendo. Katika purukushani zake, ghafla aliona dirisha juu. Alipochungulia nje, aliona meli ya mizigo ikija kwa kasi, tena ikielekea upande wake. Aliogopa kuwa meli ile ingeigonga mashua yake na kumwangamiza. Ili kuokoa maisha yake, alijaribu kutoa ishara kwa meli ile kwa kutumia shati lake, lakini hakuna mtu yoyote katika meli ile aliyeweza kumwona. Ni kama Israeli alikuwa akiimendea roho ya huyu mwamba yani. Akiwa hajui nini afanye, alikumbuka kuwa kuna kamba iliyo juu ya dirisha. Anafunga kamba hiyo na kuitupa nje ili meli iweze simama, lakini kamba ilikwama kwenye feni ya injini na kumkaba shingoni. Kwa shida sana aliweza kuondoa kamba hiyo shingoni mwake. Shingo yake ilikuwa nyekundu sana, yani karibu tu afe, lakini alinusurika. Hata hivyo, mashua ilifanikiwa kusimama kutokana na ile kamba iliyokwama katika pangaboi. Lakini bado ngoma ngumu mzee, kwani meli ya mizigo inagongana na mashua yake, na kwa sababu hiyo meli yake iliharibika sana. Mshtuko wa mgongano ulimwangusha John na kumfanya poteze fahamu kabisa. Alipozinduka alikuta choo kimejaa maji, lakini hayakuwa maji ya bahari bali maji safi, kana kwamba kuna mtu alikuwa anamtisha tu. Ilibidi aombe kwa mara nyingine tena, wewe ni nani? Tafadhali naomba uniache.
lakini hakuna yote aliyekuwa akimsikiliza John. Sasa alikuwa na njaa na kiu kikali mno. Nguvu zake pia zilikuwa zimepungua. Sasa mwamba alikuwa na kiu cha ajabu na akaanza kuhaa kupata maji, lakini ilishindikana pia. Maji kidogo aliyopata kupitia pipe anagundua kuwa ni maji ya chumvi. Kifupi ni maji ya bahari. Hivyo anajua kwamba kuna sehemu inapitisha maji katika meli hii. Shimo hilo linasababisha maji ya bahari kuingia ndani ya mashua, na muda si mrefu meli hii itazama. Anajaribu tena kufungua mlango huu, lakini inaonekana kuwa kuna mtu kamfungia mlango kwa nje. Hatimaye sasa ilikuwa ni usiku na tunaonyeshwa usukani wa meli ukizungushwa. Inagundulika kuwa kuna mtu alikuwa akiendesha mashua hii, lakini ni kama jini lisiloonekana. Kumbe jamaa bwana anashindana na jini lililo katika bahari, na hii ni meli yake mzee. Anyway, maji pia yalikuwa yamejaa sana, na katika mshtuko huu John naye alilala. Usiku ulipofika, dhoruba kali lilikuja baharini. Kutokana na dhoruba hiyo, boti hii iliharibiwa vibaya na John pia alijeruhiwa sana. Asubuhi ilipofika, John anafungua macho yake, lakini maji yalikuwa yameongezeka kiasi kwamba uso wake tu ndio ulikuwa nje. Sasa hapa alikata tamaa kabisa maskini, na akahisi kuwa atakufa baada ya muda mfupi ujao. Lakini ghafla alisikia sauti ya kufunguliwa mlango. Mara tu alipojaribu kufungua, anashangaa kuona mlango ulikuwa wazi. Kutokana na shinikizo la maji, mlango unavunjika na kuanguka nje. John anapata nafasi ya kutoka katika eneo hili. Kwanza kabisa anaenda juu ya mashua na kuvuta hewa safi, kwa sababu kiwango cha hewa kilikuwa kidogo sana kule chini. Sasa alijua kwamba huyu mtu aliyepo hapa akaamua kumtesa kwa namna yoyote ile, lakini mwamba hataki kuvumilia mateso zaidi ya haya. Pamoja na hayo, maji pia yalikuwa yakijaa ndani ya mashua hii, na John alijua kwamba meli hii ingezama wakati wowote kuanzia sasa. Akaamua kwamba hatabaki hapa, ni lazima aondoke, na anapata wazo akilini mwake. Anachukua mifuko ya hewa design kama maputo kutoka katika meli hii, na akatumia mlango wa bafuni uliovunjika. Anaunganisha vitu hivyo vyote na kujitengenezea kimtumbwi kidogo ili aweze kutoroka katika meli hili la ajabu. Ataweza kuendesha mtumbwi huu kweli? Anyway, twende sambamba. Anapanga vitu vyote kwenye mashua hii kubwa, anachukua chakula kutoka hapa na kisha anaingia kwenye kimtumbwi chake. Hatimaye sasa alikuwa katika mtumbwi wake, akiwa anajivuta mbele taratibu kwa juhudi kubwa. Meli la ajabu lilikuwa limesimama mbele yake. Masaa yanapita, akiwa kachoka na hawezi kutembeza kimtumbwi chake tena, anaamua kurudi. Na hii ni baada ya kuona kwamba ile meli kubwa imesimama kwa muda mrefu, alafu yeye alifikiri kwamba itazama ndani ya dakika 5 mpaka 10. Sasa kama bado haijazama, hii inamaanisha kwamba hii meli haitozama tena. Akiwaza hivi, anapata wazo akilini mwake, kwa nini asirekebishe tobo linaloingiza maji katika boti hii? Kufanya hivyo kutamsaidia pia kusafiri kwa urahisi. Aliwaza hivi na anarudi kwenye boti hii tena. Kwanza kabisa anarekebisha kuvuja kwa mashua, na kisha anaweka mipira inayotoa maji kutoka kwenye boti. Maji yote ya bahari yanatoka katika boti hii, na alirudi kwa urahisi sana baharini. Baada ya kuzima na kuondoa maji, alirekebisha matatizo yote kwenye hii meli, na pia alirekebisha upande wa nje ili kusiwe na shida katika safari iliyo mbele yake. Baada ya kufanya haya yote, anajaribu tena kuomba msaada kupitia redio, lakini wakati huu pia alikosa majibu. Alirudi juu ya boti hii tena, alikuwa na ramani na anajaribu kutafuta njia tena, na anawasha boti hii ili kuondoka, lakini kwa mara nyingine tena boti hii inagoma kuwaka. Boti hiyo ilikuwa kimya kabisa, ilikuwa imekwama ndani ya maji. Jambo hili lilimchanganya kabisa John. Sasa alikuwa amechoka kabisa. Wakati huo anaona meli nyingine ikija kwa mbali. Anaamua kwenda kwenye meli hiyo nyingine kupitia mtumbwi mdogo ili kuokoa maisha yake. Mara tu anapopanda mtumbwi wake, meli la ajabu linaanza kumfuata kwa kasi sana, na alifikiri kwamba meli hii ingemgonga na kumuua. Anaongeza kasi yake, lakini haikuwa na manufaa yoyote kwa sababu meli hiyo kubwa ilikuwa kasi zaidi. Sasa kabla ya meli hii kugongana naye, anaruka kutoka kwenye mtumbwi wake na kuamua kwenda kwenye meli nyingine iliyokuwa ikielea. Lakini kufikia wakati huo, meli hiyo aliyotarajia kupata msaada ilikuwa tayari ilishaondoka. Kuona hivyo, alielewa kuwa kuna kitu kibaya kwenye hii boti ya mwamba ambaye haonekani, na inaonekana jini hili alimruhusu kwenda mbali na hii boti. Akaona ni bora hata afe kwenye maji kuliko kurudi kwenye hili boti la kichawi. Aliendelea kuogelea ndani ya maji hadi jioni, lakini sasa joto la maji lilikuwa limeshuka sana. Maji yalikuwa ya baridi mno na kulikuwa kuna dolphins chini yake. Sasa ili kuondokana na baridi, anarudi tena kwenye lile boti la kichawi. Wakati uko katika boti hili aliugua sana, hata kufikiria chochote, na akaamua kwenda kulala chumbani akiwa amejifunika blanketi kutokana na baridi kali mno. Asubuhi alipoamka, aliamua kuondoka tena, lakini sasa mlango wa chumba chake pia ulikuwa umefungwa. Alichanganyikiwa sana, nini kilikuwa kikimtokea? Hakuwa na uwezo wa kuelewa chochote kile. Kisha anaona kibanda kidogo hapa. Alipofungua akaona kuna njia kutoka juu.
kuna sehemu inayoweza kufunguka na kutoka hapa. Sasa akaingia ndani ya kibanda kile. Mahali hapo palikuwa padogo sana kwa kweli, ilikuwa ni eneo tu la kuhifadhia vifaa tofauti tofauti. Sasa kila alipojaribu kupanda kutoka hapa alianguka chini. Mwamba alipata majeraha mengi sana, lakini kukata tamaa kabisa. Naye akapanda tena na kujaribu kufungua eneo hilo, lakini hakuweza kufungua. Maskini alihisi kama pamefungwa na hapatoweza funguka tena. Sasa kiwango cha oksijeni cha mahali hapa pia kilikuwa kimeshuka sana. Mlango wa kichumba hiki uligoma kufunguka ili aweze kurudi chumbani. Sasa hapo alikubali kwamba hataweza pona, ni lazima afe tu kutokana na kukosa hewa ya oksijeni. Lakini kabla hajapoteza fahamu, alisikia sauti ya mlango ukifunguliwa. Sasa mlango ulikataa kufunguka kwa muda mrefu, uko wazi. Jamaa alishangaa vibaya mno. Baada ya kufunguliwa, Mwamba akatoka nje. Alipotoka nje, aliona hii meli inaelekea kwenye kisiwa kidogo. Kuona hivyo, akapata ujasiri na kufurahi. Mara tu meli inapofika ufuo wa kisiwa hicho, John anafanikiwa kutoka kwenye hilo boti haraka sana. Alihisi kwamba kulikuwa kuna mtu katika kisiwa hiki ambaye alikuwa akiendesha boti hili la ajabu, na labda aliamua tu kumtesa John. Hivyo aliokota fimbo ili kama akikutana na mtu huyo basi ampe kichapo cha maana. Lakini baada ya kuzunguka kisiwa hiki, alishtuka kwamba hapakuwa na dalili ya kuwepo binadamu yoyote katika eneo hili. Kwa mara nyingine tena alikasirika sana John. Alipotoka katika kisiwa hiki, tukio jipya linamshangaza. Lile boti la kishetani bwana lilomleta hapa, baada ya kukaa muda mfupi linaanza kuondoka, kana kwamba linaenda kutafuta mvuvi mwingine ili limtese kama lilivyomtesa John. Kuona hivyo, John alikuwa na uhakika wa 100% kwamba hii meli pamoja na kisiwa vinaongozwa na nguvu za mapepo. Ilibidi aondoke chap sana, lakini jambo zuri bado yuko hai. Na wakati anaondoka, akaamua kufanya utafiti kidogo. Akapanda sehemu ya juu kabisa ya kisiwa hiki, kisha anaona kisiwa kingine karibu. Hakuweza kuona nini kinachoendelea katika kisiwa hiki. Alipokuwa akizunguka, alifika nyuma ya kisiwa hiki na alishtuka alipofika hapa, kwa sababu hapa ndipo mahali pale pale John alipoanzia safari yake mwanzoni kabisa mwa picha hii, na mashua yake pia ilikuwa imefungwa kama hapo awali, na sasa kulikuwa na wanadamu mahali hapa kama hapo awali. Ilionekana kana kwamba hakuna kilichotokea. Sasa John aliona haya yote ni kama ndoto aliyooteshwa, iwapo kama ataingia baharini. John alihisi kwamba akiingia baharini sasa ndo atakutana na lile boti, lakini yote yalimtokea John haikuwa ndoto bali ni uhalisia. Lakini kumbuka kuwa boti ndogo ya John ilipotelea baharini. Sasa ni nani aliyeleta boti hii hapa? Ukweli wa kisiwa hiki ulikuwa ni nini? Nini kilikuwa nyuma ya kila kitu kilichotokea hapa? Sasa imagine wewe ndiye mvuvi na hii ndio ilikuwa siku yako ya kwanza kuingia baharini kwa ajili ya kuvua na unapata maono kama hayo. Je, utakubali kuingia baharini na kwenda kufanya uvuvi? Kisa hiki kinaisha na maswali mengi yasiyokuwa na majibu ndani yake. Lakini hivyo ndivyo picha yetu inavyoisha bwana. Picha hii inaitwa The Boat. Na mimi naitwa Dulai DJ The Untouchable. Asante sana. Usisahau kusubscribe